hii ambayo imewajenga masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tulisoma katika siku za mbele huko, leo tutaenda na haraka. Kuna kipengele kimoja nitakigusa leo. Tumesoma masahaba wa Mtume Muhammad, kusema wajengeke vizuri. Walikuwa na kitu ambacho kinaitwa kufuata. Walikuwa wanamfuata mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walikuwa na qudwatul hasana, ai uswatul hasana. Walikuwa na kiigio chema. Walifanya role model wao, mwalimu wao wa kuigia na kujifunza kwake ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wakawa waja wema, na Allah subhanahu wa ta'ala akataja matukio kama haya tuliyosoma katika siku za mwanzo. Allah akasema, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allaha wal yawmal akhir. Alikuwa kweli mbora wa umma, profesa wa umma Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni kiigio chema. Lakini kwa nani? Liman kana yarju Allah, yule ambaye anataraji kwa Allah subhanahu wa ta'ala, yule anayemtaka Allah, yule anayemtafuta Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala wa yawmal akhir, na anajua kiyama kiko, ataulizwa aliyofanya. Lazima aikie kwa Mtume Muhammad ili aulizwe mazuri. Lazima awe na kiigio. Ulifanya hicho nikitoa wapi? Kwa Mtume Muhammad. Uliacha hichi kwa nini? Kwa sababu Mtume alituelekeza hivyo. Awe na kiigio chema. Jambo la pili, masahaba wakasoma dini yao kwa Mtume Muhammad. Hawakuwa wajinga. Uislamu tusome dini, hatuchokombeni nendeni kwenye university, la, hata kukaa chini tunasikia maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kana Abu Darda radiyallahu ta'ala anhu kana yakulu, alikuwa akisema Abu Darda akipita mjini anambia, kuna aliman au mutaalliman au mustami'an au muhibban fala takunu khamsan, fala takunu khamsa fatahlik au fatahallaka. Kuwa msomi Muislamu ufunze umma, au kuwa mwanafunzi upate elimu ufunze umma, ama kuwa mwenye kusikia uepuke na ujinga ndani ya umma, au penda elimu ujitolee kuwa support watu wa elimu, watu ambao wanaipeleka elimu. Pambana nao, hauna muda wote, pambana na kuitafuta elimu ama kuipenda elimu. Usiwe watano ambaye haukusoma, si msomi, si msikizaji, si hata mwenye kupenda elimu. Ukiwa watano utaangamia. Hii hadithi na riwayati nyingi. Na riwaya inasema kuna aliman au mutaalliman fakat, kuwa msomi au mtafuta elimu. Uislamu ilmu. Ilmu ni njia Muislamu kuingia peponi kwa urahisi. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman ay sahala Allah bihi tariqan ila al-jannah. Yule ambaye atachukua njia anatafuta ndani yake ilmu, Allah anamrahisishia njia kwenda peponi. Akasema al-Allama Salih al-Fawzan katika hadithi hii kwa kufanya sharh, anasema kuwa msomi sio lazima kwenda kwenye masomo, la, ukikaa tu unasikiza masuala ya dini ukafaidika kidogo, wewe umechukua njia kutafuta elimu. Unafeli wapi Muislamu? Hili jambo la pili walishikamana nalo masahaba, wakawa umma bora, wakawa waaminifu, wakaishika imani, na Ramadhani ikawa kwao ni pongezi na zawadi kwao. Leo tunaomba iishe kwa tudhibiti imani. Jambo la tatu ndio maudhui yetu ya leo. Walishikamana na ibada baada ya kumjua Mtume Muhammad, wakaisoma dini yao, kisha wakashikamana na ibada ya Mola wao. Watukufu wa Uislamu, hakuna sharafu kwa Muislamu kama kushikamana na ibada. Tutaziona baadhi ya hadithi katika kipengele hiki, tujifunze Waislamu. Walikuwa masahaba wanaikana Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanamuuliza na anauliza. Siku moja katika hadithi alipokea Abu Hurairah radhiallahu ta'ala anhu katika hadithi ya Muslim, anasema alikaa nao Mtume Muhammad, akaugeukia akauliza, ara'aytum law anna naharan min babi ahadikum yahtasilu fihi kulla yawmin 5 marrat hal yabqa min daranihi shay? Haya anayauliza profesa wa umma Mtume Muhammad. Na mimi nakuulizeni Waislamu ambao tuswali nje ya Ramadhani, Mtume anauliza, ara'aytum, mnaonaje law anna naharan
pindi mtaona mto wa maji utapita mbali ahadikum, mbele ya mlango wa mmoja wenu, yahtasilu fihi kulla yawmin 5 marat, anakoga mtu huyo ndani ya huyo mtu kila siku mara 5. Hal yabqa min daranihi shay? Je, tabakia na uchafu mtu huyo? Anauliza maswali, na mimi nakuulizeni, akikoga mara 5 kwa siku mtu, hata kwenye mto, kwenye ndoo, anabaki na uchafu? Habaki na uchafu. Kama la Rasulullah, la yabqa min daranihi shay, habaki na chochote katika mwili wake. Mtume akawaangalia kwa kadhalika salawatu al-khams yamhu Allahu bihinna al-khataaya. Hivyo ndivyo zilivyo sala 5 kwa kuwa Muislamu ulioziacha mwaka mzima unakuja kuzifente ndani ya Ramadhani ikiondoka unaziacha tena. Kadhalika hivyo ndivyo ilivyo sala 5 yamhu Allahu bihinna al-khataaya. Allah anakufutieni madhambi kupitia sala 5 hizo. Alikuja mtu mwingine kwa Mtume Muhammad, atupokelea Abu Hurairah katika hadithi sahih Muslim. Akaja kwa Mtume Muhammad ameaid, idha sallaytu al-maktubat wa samtu Ramadan wa halaltu al-halal wa haramtu al-haram adkhulu al-janna. Anamuuliza Mtume Muhammad, unaonaje ya Rasulullah, huyu anakuja kutafuta mporomoko, tunasema kwa lugha ya kisasa, unaonaje ya Rasulullah nikiswali swala 5 kwa siku, nisisali mambo ya sunna na nini, swala 5 tu al-maktubat, swala 5 zilizokuwa faradhi kwa siku, kisa asumtu Ramadhan, na nikafunga mwezi mtukufu wa Ramadhan huyu ambao tuko ndani leo, kisha wa halaltu al-halal, nikajihalalishia mimi katika umri wangu kufanya mambo ya halali peke yake, wa haramtu al-haram, na nikajiharamishia haram, adkhulu al-janna. Anamuuliza swali, utaingia peponi? Mtume akamwangalia akamwambia, naam walladhi nafsi biyadihi, utaingia peponi na kuapia. Mtume alikuwa ana desturi ya kuapa ovyo, sio leo kiapo kimegeuka lugha katika nyingine lugha. Mtu kidogo bwana umeenda, wallahi sikwenda tu inatosha. Haikuwa kwa masahaba wa Mtume Muhammad ama kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuapa ovyo, hii sifa ya unafiki. Lakini akamwangalia akamwambia, naam walladhi nafsi biyadihi, na kuapia kule nafsi yangu iko mikononi mwake, utaingia peponi. Swala wa Uislamu, sala haina nafasi ya kuachwa. Walisoma maimamu zetu wawili, wa'budu rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin, mwabudu Mola wako hadi kufikie kifo. Hakuna msimu wa kuabudu Allah na msimu wa kuacha, hakuna hiyo katika Uislamu. Hakuna siku za ibada na siku ambazo si za ibada, hakuna hilo katika Uislamu. Tunamwabudu Allah usiku na mchana, kuanzia baada hadi kuingia katika kaburi. Uislamu shikamana na ibada. Malengo ya darasa letu hili la ibada ni haya mambo manne. Al-ibada, Uislamu la shaka ni ibada. Ni ibada, si sala, ni ujumla wa kila analopenda Allah na kuridhia katika matendo na maneno ya siri na ya dhahiri. Hii ni ibada. Ibada hii tuko watu wawili, kuna watu wanatenda na kuna watu hawatendi. Hawa ambao hawatendi tunawaweka pembeni, kwa kuwa ukiacha ibada ya swala ni kafiri. Al-adlu bainana wa baina al-kuffar ni nini? As-salat, wa man tarakaha faqad kafara. Kilichokuwa baina yetu sisi na makafiri ni swala. Atakapoiacha mwanadamu mutlaka moja kwa moja ni kufuru, huyu tunamweka pembeni. Lakini tunamchukua wewe ambaye unafanya ibada, ndio tunaishi naye leo, anayefanya ibada Muislamu. Anasema wanaofanya ibada katika mafungo manne, tutekeleze Uislamu. Haya yanawafaa nyie, yanafaa sisi tunaosimama mbele yenu, yanawafaa wanaotusalisha na wanaosalishwa, sote kwa ujumla. Anasema muallif katika kitabu kwamba 4 an-nas, 3 an-nas fi 4 halik, watu wa aina 3 katika watu 4, katika watu ya wa aina 4 wamepata hasara. Wasulfu faiz, na kundi la watu wa moja ndio wamefaulu.
katika wanaofanya nini? Ibada. Tuko pamoja? Katika wanaofanya ibada. Wale ambao wafanya tumeweka pembeni. Hawa wanaofanya ibada wamegawanyika mafungu manne. Thalathatu arba'an nasi halik. Watatu katika hawa wanne wamehomba, wamepata hasara. Wasifu faiz na mmoja ndio amefaulu. Sema man la ikhlas wala mutaba'ata indahu khasir. Ya Rabb, tusalimishe na hawa watu. Ule ambaye ana ikhlas, hafanyi mambo kwa ajili ya Allah, umesimama unatoa mauidha lakini huyafanyi kwa ajili ya Allah, umefanya kwa sababu usifike. Umesimama umetusalisha lakini unataka usifike. Man la ikhlas wala mutaba'ata indahu khasir. Yule ambaye ana ikhlas wala mutabaa, maana amfuati mtume Muhammad, haufanyi kama alivyofanya mtume. Umefanya mambo kwa shahwa zako na umefanya unavyotaka wewe, au kufanya kama alivyokufunza mtume wako Muhammad, khasir. Ule mtu kwanza alipata hasara. Wazee wa vipande, kupiga ramli, wafanya maasi katika Uislamu, wanafanya mambo wanaigamiza katika Uislamu, lakini hawafanyi lillah na hawafanyi kama alivyofunza mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khasir. Wanaitakidi wanafanya ibada, na wengine labda wanaosomea watu wanatoa ibada lakini hawafanyi, anafanya ni business. Na kwa sababu ni business anaunda na vingine ndani ya ruya kwa sababu inoge. Anakosa mutabaa na anakosa nini? Ikhlas. Akifanya hayo kwa ikhlas na kama alivyofunza mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mtu wa pili kwa haraka, man indahu ikhlas wala mutaba'ata khasir. Yule ambaye anafanya mambo kwa ajili ya Allah, imani imepanda lakini amefanya kinyume na alivyofunza mtume Muhammad, yule pata hasara. Ukali kusalisha sala tano za ishai kwa kuwa mbona 4 hazitoshi, tumeshiba futari, kwa nini tusali 4 na tushashiba? Kawaida ni ishai tulikuwa tunaisali ndio tunaenda kula nyumbani. Sasa hivi tumeanza kula kwanza, tumeshiba futari, hatupige 6 tena mukhlisan lillah. Mtu anakuja mnyenyekea kupiga raka, akipanda tu ya 5 tutamwambia aje subhanallah pandeni, subhanallah atupani, kwa sababu mwana ikhlas lakini umekosa mutabaa. Umefanya mambo, imani yako imepanda sana lakini umekosa kumfuata mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khasir. Ule ni mtu wa pili ambaye anapata hasara. Kila ambaye anafanya mambo katika Uislamu kwa ajili ya Allah lakini hataki kujua sunna inasema vipi, hapa mtume ametufunza vipi, Uislamu hapo umeelewa vipi, ukifanya hayo khasir. Mtu wa tatu, man la ikhlas indahu, man indahu mutabaa wala ikhlas indahu khasir. Yule ambaye anafanya mambo kama alivyofunza mtume Muhammad. Hapa nikasema kwa tukusa sisi wazungumzaji, wenye kusalisha, wenye kuja msikitini, wale ambao tutafanya mambo kama alivyofunza mtume Muhammad, lakini tukosa ikhlas kumtakasia mambo haya Allah. Tukaja nikakuzungumzieni hapa, malengo yangu mimi mnione najua kuzungumza, malengo yangu mimi nionekane mimi ndio sheikh, malengo yangu mimi nikisema asisemi mwingine, fuata sam'a, kusikika sum'a, mtu ataka asikike yeye asisemi mwingine, au riaa, aone yeye asioni mwingine. Lakini anatuzungumzia anasema qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, anasema maneno ya haki yale aliyotaka tuseme mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini ikhlas hamna. Umeikana uzungumzia watu, imam ametusalisha vizuri, tumefurahi wallah, kila nzuri, lakini yeye alichukua kwamba naenda hivi nikipiga hivi lazima watu tarejea, mashaallah mashaallah. Ni haki na riya aina mbili. Akiacha mtu kufanya khairi ili watu wasimsifu, na hiyo ni riya, na akifanya khairi ili wamsifu, nayo ni riya. Bimaana hapa daia ay imam ama sheikh lazima ufanye mambo kama anavyotaka Allah lillah. Hautakataza kunogesha vitu watu wasikie raha, lakini lillah. Natengeneza sauti yangu, Allah alizie kisomo hichi ninachokisoma.
natengeneza darasa langu, Allah aridhia ujumbe ufikie hata umma, utekeleze ule ujumbe, nafanya lillah. Kisha thumma mutabaa, kisha ni mauidha, ni swala. Hii mutabaa tumefanya kama alivyofanya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hawa watu watatu wote, waman istajmaa amrayn, na ule ambaye atakusanya mambo mawili, ai al-ikhlas wal mutabaa, fa huwa faiz min an-nas. Ule ambaye atakusanya mambo mawili, ikhlas na mutabaa, kufanya kwa ajili ya Allah na kufanya kama alivyofunza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muislamu tusivuriki na ibada tu, tujiulize tunafanya lillah, na tunayofanya yote ndivyo alivyotufunza Profesa Umar Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhtas bin nabii sallallahu alaihi wasallam, tushikamane na mwendo wa mtume wetu Muhammad. Tukiwacha huyu tumepata hasara, na hasara ni kubwa, kwa sababu watu watatu katika waidi wamepata hasara. Allah tujalie miongoni mwa watu kufanya ibada kwa ikhlas na kama alivyofunza mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tusamehe tulivyofanya kwa riya, atusamehe tulivyofanya kwa kutaka kusikika. Allah tusafishie ibada zetu, bila ibada tunaomba kwa Allah zipokee ibada zetu. Bila tawfik, wassalamu alaykum.